pili mfululizo mara baada ya kutoa sare na Azam FC. Mchungaji, inaonekana hali ni tete kweli kweli. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa mechi imeisha salama. Kuna vitu vya kujifunza kwamba kwa nini kila ikifika hatua hizi sisi tunaanza kudondosha pointi. Mwaka juzi, mwaka jana, dalili ikishaanza Simba kwenda kuchukua ubingwa anaanza kutoa sare nyingi. Mwisho wa siku tunakosa ubingwa. Kuna mambo ndani ya klabu inabidi yarekebishwe haraka sana. Bila hivyo ubingwa hatuwezi kuchukua tena safari hii. Kwa sababu ukiangalia wenzetu Yanga dakika hizi ndio wanaenda speed zaidi kuliko inavyokuwa kabla ya ligi au katikati ya ligi. Dakika hizi zalala salama. Kama dakika zalala salama unaanza kupoteza hata pointi hizi ambazo zingekusababisha wewe uendelee kwenda juu. Ni dalili mbaya ya kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo mimi naomba viongozi wa Simba waangalie kwamba wameangukia wapi, ili tuweze kurekebisha, ili tuweze kuchukua ubingwa wa NBC. Lakini mpaka sasa hivi kitentebo ukiangalia Yanga wametuacha pointi 5 kama tutacheza michezo sawa. Na mechi 5 nikueleze jinsi ya kuchukua ubingwa. Ubingwa lazima umfunge Azam, ubingwa lazima umfunge Yanga mara zote. Si umeelewa? Sasa leo kilichotokea ni kwamba hata kama Yanga mechi inayofuata tutamfunga. Si umeelewa? Alafu na mechi zingine zote tukashinda. Hivi tu Yanga bingwa. Hoja nielewa bwana, mimi ninachosikitika hapa. Ninachosikitika ni kwamba hivi, sisi tutegemea mechi leo tushinde. Hiyo mechi nyingine inayokuja kufuata tukimfunga Yanga, inawezekana tukaenda hata kwa magoli. Kwa sababu hata Yanga ubingwa mwaka jana amechukua kwa pointi moja tu. Si umeelewa? Lakini kitendo cha kwanza leo tena kuondosha pointi, matumaini ya kwenda kuchukua ubingwa yanazidi kufifia siku zinavyozidi kwenda. Tusiane zaidi kudanganyana sasa hivi. Kwa sababu muda kama huu ni muda wa kujipanga, lakini unazidi kuondosha pointi. Kwa hiyo mimi naomba viongozi wa Simba katika kipindi ambacho wajipange ni kipindi hiki. Umeona wenzetu jana Yanga mechi ile na Pamba ni mechi ngumu lakini wameirahisisha. Mechi ya Yanga na Pamba ni mechi ngumu lakini jana wameirahisisha. Nyie mnakosa kurahisisha mechi. Watu wa mipango sasa hao. Ndio watu wa mipango hao. Mnakosa watu wa mipango. Exactly. Ndio hii inatusababisha tunapofikia hivi. Dakika za mwisho tunaondosha point. Wachezaji au nao waona. Mechi 3 za nyuma walikuwa moto kuliko unavyofikiria. Hawa unaona. Lakini leo kimwangali basi sio yule. Oura sio yule. Ni mambo gani yanaendelea ndani ya klabu ya Simba? Dakika hizi tunapoteza mechi kila wakati. Hii ndio kitu ambacho kinatuumiza wana Simba. Kwa nini tunapiga hatua mbele alafu baadaye tunarudi nyuma? Sasa kama tunarudi hii ni sare ya pili mfululizo. Sasa kama sare ya pili mfululizo sio dalili nzuri za kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Kwa hiyo mimi ninachoomba viongozi wa Simba wafanye juu chini, wajue kwamba shida iko wapi. Na Jumamosi mtaendesha maombi kuanzia saa 8 mpaka saa 12 ya kuombea klabu. Tutamwombea kwanza Mangungu, tutamwombea Mo, tutamwombea Jairuti, tutaombea benchi nzima na Simba, tutamwombea na Christian Magoli. Ili kama kuna shida ndani ya Simba, hayo mambo yaishe, Simba iwe moja. Hao watu uliowataja hapo unafikiri kuna shida? Pamo. Tunaona juzi kuna mchezaji pale kaambiwa kwamba huyu mchezaji sio wa Jairuti, ni mchezaji ambao ni amesajiliwa na Mo. Sisi tunataka wachezaji wote wao wa klabu ya Simba, sio wachezaji wa mtu fulani. Simba ile nguvu moja sasa hivi tunaiona tuioni. Mambo ya kuambiana mchezaji wa mtu fulani, uwanja unaenda kujengwa na mtu fulani, uwanja ambao unaenda kujengwa uwanja wa Simba Sports Club, sio uwanja wa mtu. Ndio vitu ambavyo vinavipigia kelele. Tunahitaji umoja ndani ya Simba. Mpaka sasa hivi inaonekana kuna baadhi ya washabiki wa Simba wanataka kutugawa. Na madhara yake kama unayoona haya. Washabiki wa Simba hawa wanasema hawa wanasema hivi. Hiyo swala tunataka kuliona. Na leo tutangaze rasmi kwamba mwekezaji ndani ya Simba ambaye anajulikana kisheria ni Modoi. Si unaelewa mpaka hapo? Jairuti kazi yake yeye ni kusambaza vifaa vya nini? Vifaa vya michezo. Lakini leo wanataka kuwagombanisha kwamba Jairuti anataka kuonekana mwekezaji. Hapana, tufuate principle za klabu yetu. Hao ndio tuletea maneno kutugawa. Wana Simba tusimame, tusigawanyike. Matokeo kama mechi za leo unavyoziona, inaonekana kwamba hatuna umoja wowote. Ndio haya mambo kama haya, ubingwa tunakosa. Hii itakuwa ni mara ya 5 mfululizo. Ile zana ya Yanga kusema watabeba back to back miaka 10. Dalili zinaonekana. Kwa sababu inaonekana ni mwaka wangapi huu? Huu ni mwaka wa 4, wa 5, wakichukua itakuwa mwaka wa 5. Na sasa hivi kitokea Simba kashinda mechi zote, ubingwa wa bebi. Yaani Simba kashinda mechi zote. Alafu Yanga kashinda mechi zake zote hizo baki. Simba ubingwa wa bebi. Na ikatokea Simba kamfunga Yanga. Alafu tena Simba kashinda zingine zote. Umeelewa? Simba tena bebe ubingwa. Lazima tuangalie dalili zinaonekana mapema. Usifikirie mpaka dakika ya mwisho ukasema kwamba eti itakuwa vipi. Mwaka jana tuliona dalili zetu. Tulikuwa tunaendelea vizuri tukaanza kudondosha pointi. Kama leo unavyotuona hivi. Hizi pointi za samani sana.
na ya juzi ya Azam ya samani sana. Hizi zinasababisha usibebe ubingwa. Mchungaji, ukiangalia Simba kwenye hizi mechi mbili ambazo ametoa sare, unafikiri shida ipo wapi uwanjani? Shida sio wachezaji. Si shida tunakosa, hakuna timu mbovu safari kama Yanga, lakini wana watu wa mipango. Mipango. Ligi haichezwi kwa kuangaliana, hata klabu bingwa haichezwi hivyo. Inachezwa kwa mipango. Ligi inachezwa kwa mipango, elewa hiyo kitu. Mipango hiyo. Wenyewe wanajua mipango inaipangoje. Mipango kama leo unaenda Mwanza. Si umeelewa? Watu wa Mwanza kule wanawakabidhi timu yao, wanachama kule kwamba timu yenu hii hapa, jueni mnavyofanya. Si umeelewa? Ndio timu inakuwa rahisi kushinda. Lakini sasa hivi sisi kila mechi kwetu ni ngumu. Ni ipi nye mechi itakuwa nyepesi? Mechi zote ni ngumu za Simba. Na mechi zote za Simba ni finali. Angalia wenzetu jana. Jana unamwona Okelo anapasia goli, anarudi tena, anapasia goli. Wala mabeki wahangaiki. Ndio utaje kugundua hao ndio walicheza na Simba siku ile. Hii ndio Pamba TP Lindanda. Unakuja kugundua kwamba watu wa Yanga Afrika viongozi wao wako vizuri hasa katika kupanga mikakati ya dakika za mwisho cha kubeba ubingwa. Sisi tuna lose. Bado hujanielewa bwana. Simba sisi tuna lose dakika za mwisho jinsi ya kwenda kuchukua ubingwa. Tunaanzaga vizuri, katikati tunaenda vizuri. Tukifikia dakika za mwisho kwamba ubingwa tunaona ule pale. Ndio pale mbinu zinaisha na mipango inaisha. Umedondosha na Azam. Leo umedondosha na TRA. Ina maana hata ukishinda hizo zingine zote kamaliza. Ubingwa unakuwa ni ngumu. Na wale wanaosema Yanga bingwa. Sasa kwa dalili hizi tusemeje? Kwa dalili hizi kwa sababu Yanga tukiwa sawa katuacha pointi 5. Mechi sawa pointi 5. Hata pointi 5 lini? Yanga atadondoshea wapi niambie? Yanga adondoshea wapi? Haya sisi mechi na Yanga tunamfunga. Yanga tunamfunga labda goli 3. Haya mmemfunga sasa. Mnaenda mpaka mwisho. Yanga anabeba ubingwa. Sasa bila kusema ukweli sisi hatuwezi kupona. Ni lazima tuseme ukweli ili tuweze kupona. Ukweli ndio unaokuambia. Viongozi wa Simba inabidi wajipange. Bila hivyo kuchukua ubingwa itakuwa ni ndoto. Itakuwa ni mara ya 5 mfululizo. Shukrani mchungaji. Mimi hata kuendelea inakuwa ni ngumu kutokana nini ujue? Dalili ninavyoziona zinanichosha mimi. Leo nimechoka. Pao imeniishia kwa sababu leo nilikuwa nategemea kwamba ushindi nauona ule pale. Mechi na TRA tumekosa kweli kupata pointi 3 kweli. Wachezaji wanaonekana wamechoka. Inaonekana hakuna hata mipango kwanza kupata ushindi. Na hii kitu nikiisema watu wanasema mchungaji tabia yake anasema Simba vibaya. Lazima niseme tunapokosea. Na tukifanya vizuri lazima niseme tunafanya vizuri. Mimi siwezi nikaendelea kupamba kitu ambacho kinaweza kutuumiza. Hii ndio dawa ambayo inabidi tuifanye. Tuhakikishe mechi hata hizi zingine zilizobaki tujue jinsi ya kuzicheza na uweze kupata ushindi tuweze kuchukua ubingwa. Lakini zaidi ya hapo tunawapa lupo Yanga kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Na hii ni dalili mbaya sana kwa klabu ya Simba. Hasa kwa wanachama wa Simba pamoja na watu wanaopenda Simba Sports Club. Alikamwe amesema kwamba leo hata mkikutana kwenye mechi yenu ya dabi, hata kama refa akiamua kusimama Ahmed Ali bado amchomoki kwa sababu tayari wamejipata na hakuna kumzuia kuchukua ubingwa. Bado mimi narudia maneno yangu yale kwamba hivi kuna vitu unaviona mtu anaanza kuzungumza akachukua masiara, lakini mwisho wa siku kuna vitu vinakukosti. Kama jana kazungumza akasemeje, hii mechi ya leo kama ulicheza kwetu na hii tunaicheza kwenu. Sasa wamefanikiwa sasa kama ndio hivyo. Wamecheza wamepata sare. Sasa wewe utakata kitu gani? Inabidi vitu vingine ukubali tu. Ukiambia kwa nini imekuwa hivi, inabidi ukubali kwamba hali halisi ndio hiyo. Kwa hiyo sisi hali imekuwa ni mbaya, ni Mungu tu tuendelee kumuomba kama Jumamosi tutaenda kuiombea klabu yetu na pamoja na viongozi wetu wa Simba. Mungu aibariki Simba, Mungu awabariki wanachama wa Simba Sports Club.